Hospitali ya Manispaa ya Kahama ni moja kati ya hospitali kubwa ambazo zinatoa huduma za afya hapa mkoani Shinyanga. Na katika hospitali hii upo mradi mkubwa wa ujenzi wa jengo la mama na mtoto, ambapo mradi huu unatekelezwa na mkandarasi ambaye ni kampuni ya ujenzi ya Suma JKT. Je, mradi huu unatekelezwa kwa ufanisi wa kiwango gani? Karibu tuyafahamu mengi. Mimi naitwa Florian Lutahiwa. Naitwa Daktari Baraka Msumi, ni mganga mkuu Manispaa ya Kahama, ambapo hapa tuna mradi wa ujenzi wa jengo la mama na mtoto, na ni mradi mkubwa, na mradi huu unatekelezwa na mkandarasi wa Suma JKT. Mpaka sasa mradi wetu uko hatua za umaliziaji na tunaendelea vizuri kwa maana ya viwango vya mradi, na ni mwendelezo tu wa uboreshaji wa majengo yetu. Kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita tumeweza kujenga jengo la uchunguzi, lakini pia na jengo la wagonjwa wa nje, na majengo yote hayo mawili yalitekelezwa na mwenzetu wa Suma JKT. Tuendelee kufanya nao kazi ni kwa maana kwanza wanamtaji. Unajua kwenye hii miradi wakati mwingine tunapendaga mtu ambaye ana uwezo wa kujenga, alafu mwisho wa siku sasa ndo anaweza akaomba ile certificate ili tuweze kumlipa. Na kwa upande huo sasa kwa Suma hakuna usumbufu wowote. Kwa hiyo tunajikuta kwamba miradi yetu inakamilika kwa kipindi ambacho sisi tumepanga. Kwa hiyo mimi pia naweza nikashauri wenzetu, taasisi za binafsi, taasisi za umma waweze kufanya kazi na Suma. Hata ubora wa majengo, yani viwango vya majengo, kama kwa mfano jengo ambalo tuko hapa ile la OPD karibu sasa na miaka 3, lakini ukiliangalia ni kama jengo ambalo limemalizika tu labda miezi 2 au 3 iliyoisha. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa ufupi kwamba kwa wale ambao hawajawahi kufanya kazi na Suma JKT, mimi niwashauri tu wafanye kazi na mkandarasi wa Suma JKT. Kwa majina naitwa Meja Hamadi Stahmil Matata. Mimi ni meneja wa Suma JKT ujenzi kanda ya Ziwa Magharibi, ambayo inajishughulisha na shughuli za ujenzi katika mikoa ya Shinyanga, Geita na Kagera. Katika hospitali hii ya Manispaa ya Kahama sio mradi huu peke yake wa jengo la mama na mtoto, bali tumetekeleza majengo mengine kama jengo la OPD na jengo la uchunguzi, ambayo majengo hayo yote yameshakamilika na sasa hivi yanaendelea kutumika. Hivyo sasa hivi tunaendelea na jengo hili, na naamini ndani ya muda mfupi litakamilika na lenyewe litakuwa katika matumizi. Kwa niaba ya afisa mtendaji mkuu wa shirika Meja Jenerali Rajab Mabere pamoja na mkurugenzi mtendaji Brigedia Jenerali Petro Ngata, napenda kusema najisikia fahari kuaminiwa na serikali na kupewa miradi mikubwa kama huu yenye lengo la kuleta maendeleo kwa wananchi wa Tanzania. Changamoto zipo, lakini kwa ushirikiano mzuri baina ya mjenzi, mshitiri kwa maana ya kwamba mteja aliyetupatia kazi, pamoja na mshauri, tunazipatia ufumbuzi changamoto hizo, na ndio maana mpaka sasa tumeweza kufikia hapa katika ujenzi huu. Naishukuru serikali na kuahidi kutekeleza miradi kwa wakati, ubora na weledi mkubwa. Kwa majina naitwa Mashala Mabala Mboje. Mimi ni mkadiriaji majenzi, lakini kwa upande wa nafasi yangu katika Manispaa ya Kahama mimi ni kaimu mkuu wa division ya miundombinu, maendeleo ya vijiji na miji. Kwa upande wa mradi mimi ni meneja wa mradi au project manager. Mpaka sasa mradi wetu umefikia hatua ya ukamilishaji kwa maana ya finishing stage. Shughuli zinazoendelea katika mradi wetu kwa sasa ni shughuli za plastering, lakini kama mnavyoona upande wa nje pia tumeshaanza kazi ya skimming. Shughuli zinaenda vizuri kwa kweli, mkandarasi yupo site. Tumeanza kufanya naye kazi mwaka 2018
ambapo tulianza kujenga jengo la wagonjwa wa nje kwa maana ya OPD, lakini kutokana na kazi nzuri aliyoitekeleza katika ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje, ilitupendeza kufanya naye kazi pia katika jengo la uchunguzi kwa maana ya diagnostic center. Sambamba na hapo, baada ya kukamilisha mradi wa jengo la uchunguzi, ndio tukaanza ujenzi wa jengo la mama na mtoto. Kuna faida kubwa ya kufanya kazi na SUMA JKT, ukizingatia moja ni taasisi ya serikali. Cha kwanza ni kwamba tunakuwa tunaiwezesha serikali kutimiza malengo yake, kwa sababu SUMA JKT imeanzishwa kwa malengo ambayo kimsingi ni malengo mahususi kwa ajili ya kuendelea kuboresha huduma katika jeshi letu. Lakini kwa mantiki hiyo tunakuwa tuna support vision ya serikali katika ubunifu wa hili jambo. Jambo jingine ni kwamba tunafahamu taasisi ya serikali mara nyingi katika utekelezaji wa miradi kama hii huwa haitangulizi faida mbele. Wote tupo hapa kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa hiyo tunachokiangalia sana sana ni kuhakikisha malengo tuliyojiwekea katika ukamilishaji wa miradi mbalimbali yanatimia pasipo kutanguliza sana faida katika utekelezaji wa miradi. Kwa majengo bora na ya kisasa, karibu ujengewe na SUMA JKT. Kutoka Kahama, mimi sina la ziada, naitwa Florian Utahiwa. Hii ni SUMA JKT TV.